Tumekuja Canada kwa mara ya kwanza kabisa. Baba yetu katika imani pamoja na mke wake Mama Esther Kumui namkaribisha Canada nzima kwa baraka, na wakaribisheni ndugu zangu nyote kwa baraka za Bwana kupitia mchungaji WF Kumui. Asanteni sana. Asanteni sana. Asante sana. Asante sana. Mungu akubariki. Mungu akubariki sana sana sana. Mungu akubariki sana. Asanteni sana nyote. Asanteni, asanteni. Asanteni sana. Asanteni sana. Habari za jioni kila mmoja. Mungu akubarikini nyote. Mungu akubariki. Tupate neno la maombi pamoja. Tuombe. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya tukio hili kubwa sana. Na Bwana, tunakushukuru kwa yale ambayo unakwenda kuyatenda siku ya leo. Tutakwenda kutuamsha kila mmoja wetu, na sisi sote mahali hapa, washirika wote, waalikwa wote ambao tumefika mahali hapa. Na Mungu wangu, naomba ya kwamba utume Roho wako kutoka juu mbinguni, na Bwana ukamhuishe kila mmoja wetu. Bwana, ukayajibu maombi ya kila mmoja. Tenda maajabu katika maisha ya kila alo hapa. Thibitisha muujiza wako kutoka juu mbinguni. Sante Bwana, kwa jina la Yesu tumeomba. Asanteni sana. Naweza ukaketi pale ulipo kama ulikuwa umesimama jioni hii ya leo. Na naelewa kabisa ya kwamba tumekuwa na mikutano yetu mbalimbali. Siku ya jana tumekuwa na mkutano, na kadhalika tumekuwa na mikutano mwingine asubuhi ya leo, na sasa tunao mkutano wa pamoja, na tunao watu ambao tumekualikeni mahali hapa, naamini kabisa. Na kwa hivyo ujumbe utakwenda kumfikia na kumgusa kila mmoja wetu. Na tunazungumza nyakati hizi juu ya uamsho, na ni aina ya uamsho ambao unaleta badiliko halisi. Na unapoanza juu ya kuhuishwa, unafikiria wewe juu ya nini? Watu wakitikisika, unafikiria juu ya nini? Watu wakianguka chini, na watu wakitenda matukio ya ajabu. Hebu tuangalie maneno ya Mungu yanatuambia kitu gani? Kwamba uamsho halisi unalete badiliko katika maisha ya kila mmoja. Na tutakwenda kutumia kisa cha uamsho katika Wafalme wa Kwanza sura ya 18. Na taifa la Israeli wakati ule lilikuwa limeshuka sana sana kiroho. Wakati ule miaka 3 kulikuwa hakujanyesha mvua katika nchi ya Israel. Miaka 3 kumekuwa hakuna ufahamu wowote wa nguvu ya Mungu katikati yao. Na miaka nusu mwaka mwingine ulikuwa unakuja juu ya hapo. Na kwa hivyo Elia akaja kwa watu wake, na katika Wafalme wa Kwanza sura ya 18 mstari wa 21, Elia akaja kwa watu wale wote, akasema, akawakaribia watu akasema, mtasitasita katikati ya mawazo mawili hata lini? Bwana akiwa ndiye Mungu, mfuateni; bali ikiwa Baali ni mungu, haya, mfuateni yeye. Wale watu hawakumjibu neno. Walikuwa wameteseka hiyo miaka 3.5, na kila kitu kulikuwa ni ukame mtupu. Kila kitu kilikuwa kimeshuka sana. Walikuwa wanatarajia jambo kutokea. Na katika nchi yetu hapa, katika nchi yetu mahala hapa, mahali pa kupendeza kabisa hapa, lakini wako watu ambao wamekuwa wakimlilia Mungu kwamba waweze kupata uamsho, na wameona ya kwamba ule utukufu wa Mungu katika nchi na katika wakati uliopita, utukufu wa Mungu unazidi kuyoyoma. Na
na unatazama kanisa ni kama linakauka, linasinzia, linazorota hivi. Na katika nchi kuna watu ambao wanajali juu ya hali hiyo, kwa sababu tuna sehemu kubwa sana ya wale ambao wanasema hawaamini juu ya utendaji wa matendo makubwa ya Mungu. Wako wengi hao, na sehemu kubwa sana ya wale wanaokwenda kanisani wamepungua sana waendaji wa kanisani. Kwa hivyo kuna watu ambao wanasema ya kwamba hali hii itakuja kuwa mpaka lini, hadi lini tunakuwa na hali hii. Na tumesikia juu ya kumwagwa kwa Roho wa Mungu juu ya nchi hii miaka mingi iliyopita, na tunakumbuka uamsho ambao umekuwepo katika nchi hii wakati ule wa J. Smith, mtumishi wa Mungu aliyetangulia, na uamsho ambao umekuja miaka mingi sana, karne nyingi sana zilizopita. Na tunahoji kwamba hata lini kwamba itakuwa ya kwamba hali hii ya kuzorota itaendelea mpaka lini? Kwa sababu hiyo kanisa linaomba kwa ajili ya uamsho, na watu mmoja huku na kule wanaomba kudhihirishwa kwa nguvu ya Mungu. Na kadhalika wakati ule Israel walikuwa na shauku kubwa ya kupata mguso wa Mungu ili kwamba mambo yaweze kugeuka, na hatimaye Elisha akaibuka. Nataka kuamini kwamba majira ya mji mwema yamewadia kwa ajili ya uamsho. Lakini swali ni kuwa uamsho wenyewe ni jambo gani? Ni kitu gani hasa? Ni mambo gani? Ni kitu gani tunachoona? Tunahisi mambo gani wakati wa uamsho? Tunaona nini wakati wa uamsho? Jambo la kwanza ni ufufuo wa kiroho. Wakati ambapo waliokufa kiroho, wakati ambapo tunaamka na kuhuika, na tunapata kuwa na ule ufufuo wa zile nafsi ambazo zimejifilia mbali. Tuna ufufuo wa ufu katika imani. Jambo la kwanza basi ni pale kunapokuwa na uamsho, roho inafufuka, kunakuwa na ufufuo wa kiroho. Jambo la pili, kuna toba ya kikweli kweli. Utakuta watu ambao wameguswa na Roho wa Mungu wanatubia dhambi zao, na kwa hivyo nitakuonyesha jinsi ambavyo imetokea katika nchi ile ya Israel katika nyakati zake. Jambo la tatu, katika wakati wa uamsho tuna kule kufanywa upya kwa wenye dhambi. Sio tu kwamba wenye dhambi wanatubu, kuna kufanywa upya, kuna kuumbwa upya. Viumbe wa kale wanakuwa viumbe wapya katika Kristo, na wale ambao ni watu wa dini tu wanabadilika na kuwa watu wa haki, sio watu wa dini tu. Na wakati kunapokuwa na kufanywa upya kwa wenye dhambi, jambo la nne, kuna kufanywa upya kwa wateule wa Mungu ambao wamekuwa wakipoa, wateule wa Mungu ambao wanafuata dini tu kama desturi, watu wa Mungu ambao hawakupata ile nguvu ya Mungu katika maisha yao. Kunapokuwa na uamsho, kuna kule kufanywa upya kwa wateule. Na kadhalika, jambo la tano, kuna kufunguliwa au kufanywa upya kiroho kwa miujiza kutoka juu. Kuna uamsho ambao unaleta uponyaji kwa watu wa Mungu, nguvu za uponyaji kwa watu wa Mungu. Yesu alipokuja katika nchi ya Israel katika majira yale, kila mahala alipokwenda, wale waliokuwa wagonjwa walipokea uponyaji. Na kadhalika jambo hilo linatokea
wakati ambapo uamsho unakuja katika nchi wa yoyote, kama ambavyo inakuja jioni ya leo hapa, kama inavyokuwa jioni ya leo. Jambo la 6, kuna haki ambayo inasakanya. Ni aina ya haki ambayo inausakanya moyo wa watu. Roho wa haki anakuja juu ya maisha ya kila mmoja, na maisha yao yatawafanya wengine maisha yao yapeleleze maisha yao. Maisha yao yatawaamsha wengine nao wajihoji maisha yao. Kunapokuwa na uamsho, jambo la 7, kunakuwa na kuamshwa kwa jamii. Wakati kunapokuwa na uamsho, jamii yenyewe sasa inatambua ya kwamba Mungu yuko hapa. Mungu yuko hapa. Jamii inatambua hivyo. Na ndicho ambacho tunakitarajia tunapokuwa na huu uamsho kwenye vipindi hivi katika mwisho wa juma hili. Na Mungu wetu atatenda kazi ndani ya kila mmoja wetu alokaa mahala hapa. Bwana atafanya upya maisha yetu, na wale ambao wamedumaa watahuika na kufanywa upya katika Bwana. Ndiyo. Kama ambavyo tumesema hapo awali, leo nazungumza juu ya uamsho ambao unaleta badiliko halisi. Na tutakwenda kuangalia kisa kile sasa kwa ndani zaidi, kisa kile, na nitagawanya kisa hiki katika maeneo makubwa matatu. Eneo la kwanza ni mafunuo yenye kutukuka ya utele toka kwenye ushauri wenye kusikilizwa. Huu uamsho katika Wafalme wa Kwanza sura ya 18 ulifanyika wakati ambapo watu wa Mungu walikuwa wasikii tena, hawalipati neno la Mungu, walikuwa hawanalo neno la Mungu wakati ule. Walikuwa wala hawasikilizi sauti ya Bwana. Lakini kulikuwa na mtu mmoja kuna nchi ile. Na kama Mungu anaweza akapata mtu mmoja, mwanamke mmoja katika nchi, na mtu huyo akamsikiliza Mungu, na si tu kwamba tunazungumza, tunamsema kwa Mungu, bali tunamsikiliza Mungu. Kama yuko mwanaume katika nchi ambaye atamsikiliza Mungu na akawa mshauri, akawa nahodha, akawa mnenaji, akawa kipaza sauti cha Bwana, basi uamsho utakuja kushuka katika nchi hii tuliyokuwa nayo. Na kwa hivyo jambo la pili tukalokwenda kulitazama, sehemu ya pili, ni toba ya muhimu toka matendo ya waharibifu waliopotea. Sehemu ya pili yote kwenda kutazama jioni njema ya leo. Utakuta katika kisa hiki kwamba utakuta kwamba ipo hadithi hii kwenye kila hadithi ya uamsho ambao umewahi kuwepo katika maeneo mengine, ya kwamba toba ni sehemu ya muhimu sana ya uamsho. Toba ndiyo muhimu sana. Sio toba ya kuchagua tu. Sio toba ya maneno tu. Hapana, ni toba ambayo imezama katika moyo ya wale ambao wanatubu dhambi zao. Na baada ya toba ile, kama ambavyo nchi nzima ile ya Ninawi walivyotubu, wale wote waliokuwa pale Ninawi, Yona alipokwenda kuhubiri, watu wa nchi nzima ile wakatubu, mji mzima wa Ninawi. Na halafu sasa tutakwenda tunaangalia jambo la tatu, kufanywa upya kwa taifa kutoka katika wingu dogo. Kufanywa upya kwa taifa kutoka kwenye wingu dogo. Naomba ya kwamba kutakuwa na burudishwa kwa nchi yetu tunayokaa hii. Matarajio yetu na imani yetu ni kwamba katika kila mmoja wetu kutakuwa na bubujiko la burudisho. Bado Mungu wetu
yuko katika mamlaka yake. Mungu wetu bado anawapenda watu wake. Mungu wetu anayo shauku ya kuleta uamsho kuliko sisi ambavyo tuna shauku ya kumwomba yeye. Yeye ana shauku zaidi kali kuliko ya kwetu sie. Basi uamsho, uhuisho wako unakuja. Naamini kabisa ya kwamba uamsho utaanza na wewe. Wewe unapokea, yule anapokea, alio nyuma kule anapokea, alio kule mbali anapokea, kwa sababu kunaye roho wa uamsho katika jiji zima hili. Tuangalie vipengele hivi kimoja baada ya kingine. Jambo la kwanza tunalotazama ni tunaloangalia kwanza ni ufunuo uliotukuka wa utele kutoka kwa mshauri asikilizae. Kutoka kwa mshauri asikilizae. Andika vizuri kama unaandika. Lilotukuka ni jambo ambalo tunaweza kuliona. Jambo lilotukuka linaonekanika. Huyo hapa sasa tunaye Elia anaibuka. Amekuja Elia kutoka katika ameibuka katika sura iliyotangulia. Amekuwa akimuomba Mungu, amekuwa akimsikiliza Mungu Elia, na Elia akaja kumtokea mfalme aliyokuwa katika nchi ile, na tunaambiwa kwamba Elia alitoka katika uwepo wa Mungu kwenye shauri la mbinguni ambalo amelipewa, na akaja kudhihirisha kile ambacho mfalme alikuwa hajakijua. Akaja kudhihirisha kile ambacho mbingu ipo karibu kufanya. Wakati huo kulikuwa na njaa katika nchi ile ya Israeli. Kulikuwa mvua haijanyesha, na akasema hakutanyesha mvua. Mazao yalikuwa yanakaukiana. Taifa lilikuwa liko katika njaa, na kila mmoja alikuwa kakata tamaa, kavunjika moyo. Hata mfalme yeye mwenyewe akakiata kiti cha enzi, na akawa anatafuta kitu ambacho wale wanyama wake wataweza kupata kula. Na ghafla sauti ikaja kutoka juu mbinguni. Sauti ikaja, na hii sio sauti ambayo mtu fulani amesema tu kwamba Bwana asema, la hasha. Hii ni sauti ambayo ilikuwa imeshuka kutoka juu mbinguni hasa, na ni ufunuo ambao ulikuwa umetoka juu mbinguni. Na mtu huyu alikuwa msikilizaji mzuri. Hebu angalia Wafalme wa kwanza sura ya 18 mstari wa kwanza ule 18:1. Wafalme wa kwanza 18:1. Ikawa baada ya siku nyingi neno la Bwana likamjia Elia. 18:1 Wafalme wa kwanza. Angalia pale. Anatuambia pale, likamjia katika ule mwaka wa 3 kusema, enenda ukajionyeshe kwa Ahabu, nami nitaleta mvua juu ya nchi. Taleta mvua juu ya nchi. Huo ni ufunuo ambao ulikuja kwa Elia wakati ule alikuwa anaomba, na ufunuo ukamjia kama jawabu kwa ajili ya maombi yale. Na maombi ni barabara ya njia mbili. Maombi yetu yanakwenda kwa Mungu, njia moja kwa Mungu, alafu ule utendaji wa Mungu unatujia na sisi kwa upande mmoja, kwa njia nyingine. Kila tunapoomba daima ni barabara ya njia mbili. Kama mtu anaomba kwa ajili ya wokovu, maombi yale njia moja yanakwenda juu kwa Mungu, na ule utendaji wa wokovu ule unashuka duniani kwa njia nyingine, barabara moja. Mzazi anaomba kwa ajili ya wanaye. Mzazi, baba au mama, anaomba kwa ajili ya watoto. Maombi yanachoma na yanaingia juu mbinguni, na ule utendaji, jawabu lile linakuja. Mwanaume mgonjwa anamuomba Mungu, maombi yanafika juu mbinguni, na utendaji unashuka duniani. Njia nyingine, njia moja juu, njia moja kushuka.
watu wengi wanaomba, lakini wanaifanya kuwa barabara ya njia moja tu. Wanaomba tu, naongea tu, wanalia, omba, lakini baada ya maombi wanajiendea zao njia moja. Hawatarajii kuwa na utendaji kutokao mbinguni. Jioni ya leo tutakapokuwa tunaomba, itakwenda kuwa ni barabara yenye njia mbili. Amen. Tutaomba njia moja, tutalituma neno la Mungu juu mbinguni njia moja, na mara moja jawabu litakuja chini kwa njia nyingine. Lakini lazima tuwe wasikilizaji. Watu wote ambao waliomba katika Biblia walikuwa kadhalika ni wasikilizaji baada ya kuomba. Na kadhalika Elia alikuwa ameomba njia moja, na mafunuo yakaja njia ya pili, barabara moja. Ufunuo utakuja kwako leo, kitu ambacho ulikuwa hujawahi kukisikia, kitu ambacho hakuna mtu ambaye anakuambia jioni ya leo, na ule hakika utakuja. Mungu amekujibu maombi yako, na tunauona tena ule ufunuo wenye kutukuka wa utele kutoka kwa mshauri msikilizaji. Mshauri msikilizaji. Tunaona kile ambacho Mungu amesema kwa Elia. Alisema, nitatuma mvua juu ya nchi. Mungu anaponena na kusema nitatuma mvua, Ndiyo, nitatuma mvua. Kwa hivyo hasemi pengine, labda, hasemi labda, yamkini. Daima anatuambia kile ambacho atafanya. Kwa sababu anaposema, anasema kwa uweza wake, anasema kwa mamlaka yake Mungu wetu, na yeye anaweza kuyatenda mambo yote. Ndiyo, Mungu wetu leo anaweza. Mungu wetu leo aweza kuokoa. Ndiyo, Mungu wetu aweza leo kuponya, leo aweza kukufungua. Na leo ametuambia mara chungu mzima katika Agano la Kale na katika Agano Jipya, nitakuponya, nitaponya, mimi nitatoa, nitajibu maombi yako. Amesema hivyo, na kwa hivyo Elia akatendea kazi huo ufunuo wa Mungu. Akaenda kujionyesha kwa Ahabu, na Ahabu alipomwona alikuwa anazungumza yale yaliyopita. Wewe ndiye ambaye unataabisha Israeli? Na Elia akamwambia, hebu walete watu pamoja, wakusanye watu. Baada ya maombi hatuongei juu ya yaliyopita tena, yaliyopita si ndwele. Mungu anaolifanya sasa ndilo ambalo tunapaswa kuzingatia sasa, atakalofanya Mungu. Acha kuangalia yaliyopita. Hatukomei njiani na kubishana na Ahabu kwa ubishi usiokuwa na sababu. Mabishano tu ya kidini, ya kimadhehebu, ya makanisa, au mabishano yoyote ya vyama vya siasa na kadhalika. Hapana, weka hayo kando, wakusanye watu pamoja. Kwa hivyo Ahabu akawakusanya watu pamoja, na Elia akauliza swali. Elia akauliza swali, akawauliza, mtasitasita katika nia mbili hata lini? Mungu mbona yuko tayari muda mrefu? Yuko tayari Mungu. Yeye anataka kusitisha mateso ya watu sasa katika kipindi hiki jioni hii leo. Na kile alichokuwa anataka Elia ni kwamba watamke utayari wao. Elia aliwataka watamke na wadhihirishe kwamba na wao kadhalika wako tayari. Na kwa hivyo wakafanya mapatano.
wale manabii wa Baali, mungu wa uongo, walikuwa ni wengi. Na Eliya akasema, mimi mtumishi wa Mungu niko peke yangu. Hao manabii wa Baali, shetani wale, wachukue ng'ombe mmoja, wamkate na wamwage maji, na yeye pia atachukua ng'ombe na kumchinja. Alafu anasema yule Mungu atakayeshusha moto, huyo ndiye Mungu utakayemfuata. Huyo ndiye Mungu utakayemfuata. Wakasema basi sawa, na tufanye hivyo. Na kwa hivyo manabii wa Baali wakayafanya hayo waliotaka kufanya. Lakini hawapasi kuweka moto chini ya ile ng'ombe waliyemchinja. Na akapiga makelele yao hayakufaa. Sio kule kupiga makelele, tunapaswa kumuomba Mungu wa mbinguni, sio makelele. Na kuna mambo ambayo maabudu wa Baali hawawezi kuleta katika nchi hii. Hawawezi kuleta uamsho wa kweli katika nchi. Hawawezi. Baada ya kuwa wameshindwa, kwa sababu miungu wengine lazima watashindwa. Ndiyo, watashindwa. Eliya akasema, hebu kaeni kando, kaeni pembeni, ili kwamba kuhuishwa kuweze kuja. Ile mingine miungu lazima ijikalie kando huko, lazima ikae kando. Yale masanamu lazima yakae kando. Mambo ya mazinga ombwe, kaa kando, piga hatua kando. Wale watu wa mambo ya kisasa ya mazinga ombwe, kaa kando. Kama unataka uamsho kuhuishwa, ya mambo yote ambayo ni ya miungu mingine, sukumilia mbali huko, weka kando. Na Eliya akatengeneza madhabahu, na akaweka mawe 12 kwa ajili ya kutengeneza madhabahu ile, akionyesha alama ya makabila 12 ya Israeli. Akaiweka ile dhabihu ya ng'ombe yule pale madhabahuni. Alafu wakati sasa wa ile dhabihu ya jioni, akamuita Mungu wa mbinguni. Na Eliya alipoomba, alitarajia jawabu. Ndiyo, alitarajia jawabu. Unapoomba leo, lazima utarajie jawabu. Amen. Na leo lazima utarajie jawabu. Alipoomba Eliya, moto ukashuka kutoka juu mbinguni kuteketeza ile dhabihu. Na wale watu wakauona ule moto ulioshuka, na sasa hii ilikuwa ndio toba yao. Angalia mstari wa 39. Na watu wote walipoona, Wafalme wa kwanza 18 mstari wa 39. Na watu wote walipoona ule moto uliokuwa ukishuka, wakaanguka kifudifudi, wakasema, Bwana ndiye Mungu, Bwana ndiye Mungu. Bwana ndiye Mungu. Paza sauti zao, Bwana ndiye Mungu. Toba nini? Toba ni badiliko la nia. Walizoea kuamini ya kwamba Baali ndiye Mungu wao, wakabadilisha mawazo yao. Bwana ndiye Mungu, Bwana ndiye Mungu. Wamebadilika. Bwana ndiye Mungu. Huo ndio ujuzi na uzoefu, na ndio utendaji wa ufahamu wao. Wakati uliopita walitoa utii wao, uthabiti wao, imani yao kwa Baali. Sasa wameondosha utii wao kwa Baali, wanasema Bwana ndiye Mungu, Bwana ndiye Mungu. Badiliko la nia zao. Badiliko la nia zao.
maliko na nia zao. Wameleta sasa, walikuwa wameleta miungu migeni. Miungu migeni walikuwa wameleta. Wakaifukuza, wakaondosha ile miungu migeni, wakamtafuta Bwana Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Bwana ndiye Mungu, Bwana ndiye Mungu. Hiyo ndiyo ikawa toba yao kwa ujumla. Tunapoomba leo kwa ajili ya kuamshwa, kutakuwa na hii toba ambayo ni ya muhimu sana sana, ndugu yangu, kwamba kama tunafanya vitu vya dunia hii kuwa ndiyo miungu yetu, badilisha mawazo yako. Kama tukifanya itikadi za kidunia kuwa ndiyo matumaini yetu, basi lazima tubadilishe mawazo yetu. Kama tukifanya jamii na kanuni za kijamii kuwa ndio kiwango chetu, basi lazima kubadilisha mawazo. Lazima kubadili mawazo, ndiyo. Na lazima turejee katika ule ukweli kwamba yeye Mungu ndiye Mungu, Bwana ndiye Mungu. Na hilo ndilo ambalo tunajifunza kutoka katika Wakorintho wa pili sura ile ya 6. Katika Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 14 anasema, msifungiwe nira na wasioamini. Wasioamini ni watu ambao hawaamini katika Mungu wa mbinguni. Hawaamini. Wanayo miungu yao, wanayo itikadi yao, wana itikadi zao na kanuni zao. Lakini nasema hapa, hatupasi kufungiwa nira pamoja na watu hao. Hatufungwi kamba na watu hao. Hatui kundi moja na wao. Usifikiri kama wanavyofikiri. Hatuishi kama wanavyoishi. Hatutukuzi wanavyovitukuza. Na wala sio kutoa mioyo yetu na utii kwa kile ambacho wao wanakipa utii. Kugeuka kutoka kwa Baali na kumgeukia Mungu aliye hai juu mbinguni. Alafu anatuuliza maswali mtiririko. Pana ushirika gani? Tena pana shirika gani kati ya aaminie na asiyeamini? Haki na asiye haki, mwenye haki na asiye haki. Je, pana shirika gani kati ya nuru na giza? Mstari wa 15 anasema tena, pana ulinganifu gani? Pana mpatano gani? Pana agano gani? Pana maagano gani kati ya Kristo na Beliari? Au yeye aaminie ana sehemu gani pamoja na yeye asiyeamini? Anatuonyesha maeneo ambayo tunapaswa kuyatubia, maeneo ambayo nahitaji kuja mbele za Mungu, maeneo ambayo nahitaji kusema kwamba hili naliondolea moyo wangu, hili naliondolea mapatano nalo, nami nachukua mapatano yangu kwa Mungu peke yake, bila ya kumshirikisha na mwingine. Na mstari wa 17 wa Korintho wa pili sura ile ya 6 anasema, kwa hiyo tokeni kati yao. Toba inataka kujitenga. Waisraeli wale wajitenga kutoka kwenye ibada ya Baali na hao wanaomwabudu Baali. Hiyo ilikuwa ni kuweka njia kwa ajili ya uamsho kuja. Anasema, mkatengwe nao, asema Bwana, na msiguse kitu kilicho kichafu. Alafu anasema, nami nitawakaribisha. Hapa tena Mungu anasema nita. Na hiki ndicho ambacho atakifanya. Atasamehe dhambi zilizopita,
atatuhesabia haki, atatutazama kana kwamba na kutuona kana kwamba hatujawahi kutenda dhambi. Atawapokea wenye dhambi na kuwafanya watu ambao wameshafanyika upya, wameokolewa. Bwana ataibadilisha mioyo yetu, atabadilisha maisha yetu, ataileta ile nguvu ya mbinguni kuweza kuwa na mguso katika maisha yetu. Alafu asema Bwana Mwenyezi. Asema Bwana Mwenyezi. Paulo anasema sio mimi ninayesema haya, ni Bwana Mungu Mwenyezi mwenyewe ambaye anatoa tamko hili. Na Agano la Kale linamdhihirisha kama yeye kuwa El Shaddai, mwenye nguvu, mwenye uweza, yeye mwenye mamlaka, mwenye uweza wote, na yeye aweza kufanya mambo yote na jambo lolote. Anasema hiki ndicho ambacho Mungu mwenye enzi yote amesema. Lakini toba ni ya lazima, ni ya lazima. Na unapokuja kwa Bwana kwa toba leo, uamsho kwako utakuja. Ndiyo, badiliko litakuja kwako, na badiliko la kimuujiza linaingia ndani yako sasa. Na badiliko litakuja kwa yeye ambaye bado ni mtendaji wa dhambi. Badiliko litakuja pia kwa yule ambaye ni mteule. Badiliko litakuja ambalo litayamsha jamii nzima tuliokuwa nayo. Sasa twaja katika sehemu ya tatu. Sehemu ya tatu ni kuburudishwa kwa kitaifa kwa utele kutoka katika wingu dogo. Na uburudisho wa kitaifa zima. Na Elia alipowajia wale watu, kama napokuja hapa Bwana leo, hakuwa anakuja kumhudumia mtu mmoja tu. Hapana. Kwa kuja kwa ajili ya mfalme mmoja tu, Ahabu, au kwa wale familia ya kifalme. Hapana, amewajia watu wote. Makabila yote yalikuwa yamewakilishwa pale. Walipokuja wote pamoja, akawaonyesha ya kwamba Mungu bado yungali hai. Akaonyesha. Na ule muujiza wa ule moto ulioshuka ukamshauri kila mmoja, ukamwonyesha kila mmoja ya kwamba Bwana, ndiye Mungu. Na sasa kile ambacho Mungu alikuwa ameahidi katika mstari wa kwanza, mimi nitaleta mvua juu ya nchi. Ule utimilifu wa hilo sasa uko karibu kuwadia. Utimilifu wako leo unakujongelea pale ulipo leo. Ndiyo. Angalia kile ambacho Elia katika wakati wake alifanya. Kuna watu ambao wanahubiri. Wapo watu wanahubiri, na baada ya kule kuhubiri ni kama barabara ya njia moja. Mhubiri amekwisha kuhubiri, basi, na watu hawaombi. Watu wale hawaombi, hawasemi lolote. Mhubiri amelipwa kufanya kila kitu, yeye keshalipwa. Na kuna viongozi wenye makarama yao, wanahubiri, wanaimba, alafu wanaomba, wanafanya kila kitu, alafu watu wao ni wale watu pale ni mashabiki tu, wanaangalia tu, hawafanyi lolote lile. Lakini uamsho unapokuja kwa taifa, ni pale ambapo sisi nasi wasikilizaji tunapoomba. Ni wakati wa uamsho wa kitaifa zima, na utele kutoka katika wingu dogo. Ukiangalia kwenye Wafalme wa Kwanza 18 mstari 41, Elia akamwambia Ahabu, inuka. Naye akamwambia Ahabu, haya, inuka ule unywe, kwani pana sauti ya mvua tele. Manabii wanasikia kile ambacho
wakuu na watu hawasikii, wenye madaraka hawasikii, wenye vyeo hawasikii. Eliya aliisikia sauti ya mvua tele tele tele. Ahabu alikuwa hajasikia ile sauti. Watu walikuwa hawajasikia hiyo sauti. Wakati unapoishi katika uwepo wa Mungu, unasikia mambo ambayo mtu wa kawaida hajasikia bado. Ndiyo. Unapomjua Mungu na kumwona Mungu, unajua mambo ambayo yatakwenda kutokea, ambayo mtu wa kawaida, mtu wa kidini tu anaweza asijue ya kwamba jambo litatokea. Na Eliya akamwambia Ahabu, inuka, ule unywe, kwani pana sauti ya mvua tele. Miaka 3.5 ya ukame itakwenda kukoma sasa. Ile miaka 3 inayoyoma sasa. Eliya akamwambia Ahabu akamwamini, akaenda kula na kunywa. Acha kulia, muujiza wako umekuja. Acha kulia. Na Ahabu akamwamini Eliya. Kati ya watu wote, Ahabu naamini kabisa ya kwamba wewe una ubora kuliko Ahabu. Na alipoamini akainuka akala. Na wewe pia machozi yako leo yamefutwa. Changamka, muujiza wako mbio mbio unakuja kwako leo, mbio. Na alafu tunaambiwa Eliya akaenda hadi kwenye kile kilele cha mlima, mpaka kilele cha mlima Karmeli, akasujudu kifudifudi, akainama uso mpaka magotini. Eliya huyo Eliya anaomba, anazungumza juu ya mkao wa Eliya alipoomba. Sasa ule mkao haujalishi sana wakati wa maombi. Na unajua Yona katika le tumbo la nyangumi, haikujalisha kwamba yuko kichwa chini miguu juu au vipi, lakini alikuwa tumboni mwa nyangumi akiomba. Aliomba kwenye tumbo la nyangumi, piga magoti au vipi. Paulo kwenye ile njia ya kwenda Dameski alianguka kutoka farasi, alikuwa pale chini lakini akaomba. Amedondoka chini anaomba. Kwa hivyo haijalishi ule mkao, ni hali ya moyo. Moyo ukoje? Kama moyo wako unamlilia Mungu leo, kama unamtafuta Mungu leo, unaweza ukalia. Macho yako yanaweza kuwa makavu, hayana tone la chozi. Unaweza ukasimama, ndio. Unaweza ukawa unapiga magoti, unaweza ukawa umeketi hapo ulipo. Hali ya moyo ndio inayotuma ujumbe wa hali ya taharuki, na mbingu itajibu maombi yako. Na angalia mstari wa 44 sasa. Angalia mstari wa 44 vizuri ule. Ikawa mara ya 7 akasema yule mtumwa, tazama, wingu linatoka katika bahari, nalo ni dogo kama mkono wa mtu. Mtumwa wa Eliya akarejesha ile taarifa alipokwenda kuangalia baada ya kuomba. Kaenda kuona wingu dogo linatoka baharini kama mkono wa mtu. Wakati Eliya alipoomba, alitafuta kuona jibu. Alichunguza kama jawabu lipo. Hakusema tu nimeomba. Alitaka kujua kwamba mwitikio wa mbinguni mara moja juu ya maombi yale ulikuwa ni upi. Akamwambia mtumwa, nenda kaangalie. Baada ya kuwa umeomba, lazima ujichunguze wewe mwenyewe. Ndiyo, tafuta kujua nini kimetokea. Kama umeomba kwa ajili ya uponyaji, angalia katika mwili wako, je, imekuwaje? Uponyaji ule nimeshapokea? Kama ukiomba kwa ajili ya wokovu,
je, amani ya Mungu iko moyoni mwako? Je, uhakika wa kusamehewa dhambi unao sasa? Na kama umeomba kwa ajili ya utakatifu na utakaso, lazima uangalie, peleleza. Je, uko mtakatifu ndani ya moyo wako? Unajisikia kuwa mtakatifu kabla kuliko ulivyokuwa umeanza kuomba? Kama unaomba kwa ajili ya kumwagwa kwa Roho wa Mungu juu ya nafsi yako iliyotakaswa, utaangalia, nasema, je, nimepokea? Na kwa hivyo Eliya akasema, kaangalie. Mtumishi wa Bwana, mtumishi wa Eliya akarudi akasema, hakuna kitu bwana mkubwa. Eliya akamwambia, hapana, kaangalie tena. Yule mtumishi akarejea akasema, bwana mkubwa, sijaona kitu. Eliya akamwambia, nenda kaangalie vizuri bwana. Kwa nini? Alikuwa Eliya anamuomba mtumishi wake, kaangalie, 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 kaangalie tena. Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa sababu Eliya alitarajia kwamba lazima uone kitu. Mungu ameshasema nitanyesha mvua. Lazima uione hiyo mvua, lazima uione, lazima uione. Na ile mara ya 7 yule mtumwa akarudi akasema, sikuona mvua, lakini nimeona kawingu kadogo. Kawingu kadogo kanalingana na mkono wa kiganja cha mkono wa mtu. Eliya akamwambia, basi inatosha, inatosha. Sababu kutoka katika kale kajiwingu kadogo yatakuweko mawingu yamekusanyana na mvua itakuwa tele. Biblia inapozungumza juu ya wingu, na kuna katika Agano Jipya kuna lile wingu la mashahidi. Kwenye Agano Jipya kuna wingu la mashahidi, kuna kawingu kadogo. Hapa kwenye taifa kuna kawingu kadogo, wingu la mashahidi. Kuna kaka pale naomba, hilo ni kawingu kadogo. Kuna dada yetu mwingine pale naomba na kutarajia kawingu kingine kadogo. Alafu hawapo bado katika mamilioni yao, ni wachache, lakini tuna kawingu kadogo, tuna kakutaniko kadogo. Na Eliya aliposikia juu ya lile wingu dogo, asema, ndio hiyo, imetosha. Uamsho umekuja mahali hapa. Amen, amen. Wingu dogo, uamsho mkubwa. Amen. Naona lile wingu dogo, naliona lile wingu dogo mahali hapa. Nami naja kukuhakikishia ya kwamba uamsho umekuja. Uamsho umekuja. Na ile L kwenye lile wingu ni nuru ndogo. Ni nuru ndogo. Yesu akasema, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Walikuwa ni wachache. Alikuwa anaongea na wanafunzi wake. Kulinganisha na taifa zima, ilikuwa ni kanuru kadogo sana. Na tunapoona ile nuru ndogo, na wewe ndiye nuru ya ulimwengu. Amen. Sio nuru kubwa sana, lakini utairuhusu hiyo nuru ije ikae kwenye kinara cha taa. Na hatuzungumzi juu ya udogo wake, lakini kutoka katika ile nuru ndogo ndipo ambapo kuhuishwa, kufanywa upya kutakuja katika eneo lote hili. Ndiyo ile kwenye lile wingu kuna utii kidogo, kuna utii kidogo. Kuna wingu dogo, kuna nuru ndogo, alafu kuna utii kidogo. Unaweza ukasema, utii wangu mbona hautoshi? Ndiyo, najua una huo utii kidogo. Katika Yohana sura ya 2 mstari wa 5, palikuwa na harusi kule Kana ya Galilaya, na wakawa wameishiwa divai, juisi imekwisha. Hapakuwa na hamasa, hapakuwa na maisha ambayo ni ya burudiko. Mama yake Yesu akasema, wakamwambia wanahitaji divai. Na ndicho ambacho kitakuwa ni chenye kumpa mtu utoshelezi kwenye ile harusi.
akawaambia watumishi, lolote awaambialo kulifanya, lifanyeni. Ndiyo, walipaswa kufanya nini? Walitakiwa wafanye nini? Wang'oe mlima? Hapana, hapana. Wavuke mto? Hapana. Waweke maji katika mabalasi? Alafu mteke. Weke maji kwenye mitungi ile, alafu mteke pale. Alafu peleka kwa mkuu wa meza. Na mtu yeyote anaweza kufanya hilo. Mimi naweza kufanya hivyo. Chukua maji yale, peleka kwa yule mshereheshaji. Yule hahitaji nguvu kubwa. Wakafanya hivyo. Ule utii mdogo tu ulikuwa ndicho ambacho kileta ule muujiza wa kwanza wa Yesu katika eneo lile la nchi ile. Ndiyo, kutaniko dogo tu kama hivi tulivyo hapa. Tunalo kutaniko ile hapa. Tuna nuru kidogo. Tunayo, kila mmoja anayo nuru. Tuna utii kidogo. Ndiyo, umekuja mahali hapa, huo ni utii kidogo. Alafu ile kwenye cloud ile ni upako kidogo. Kila mmoja anao upako. Huwezi kuhisi kwa sababu hauzami kama jito kubwa linalokugarikisha. Hapana, tunao upako kidogo. Na sio kitu ambacho kimebubujika na kutiririka. Hapana, kila mmoja ana upako. Huo upako kidogo ambao unakufanya uombe. Sio upako mkubwa sana, au tusukumi sana. Ni kamsukuma kadogo tu kuomba jioni ya leo. Kidogo tu. Ni upako mdogo tu. Na huo upako mdogo sana ni sehemu ya lile wingu dogo. Ni alafu mto ule ambao wa utele unakuja katika nchi yetu ya leo. Nchi yetu mahali hapa leo. Tunaambiwa katika waraka wa kwanza Yohana sura ya 2 mstari wa 20. Waraka wa kwanza Yohana sura ya 2 mstari wa 20. Lakini nayo yale mafuta toka kwake mtakatifu, nanyi mnajua mambo yote. Nanyi mmepakwa mafuta na yeye aliye mtakatifu, nanyi mnajua yote. Nayo mafuta na unajua yote. Unasema, nicho nacho hapa, mbona ni kutaniko dogo. Tulichokuwa nacho hapa, mbona ni nuru kidogo tu. Kutaniko dogo tu. Nacho kiona watu wanakifanya, wanachukua hiki, wanachukua kile. Ni utii kidogo, wanachukua hiki, wanapeleka pale, au wanafanya hiki, au wanapanga meza, wanapanga ukumbi. Tunakuja kwenye maombi. Kuna watu wangapi kwenye maombi? Na tunapoomba hatuoni nchi inatikisika. Naona upako kidogo. Upako mbona mdogo sana hapa? Ni kama ile swali ambalo Elisha alimuuliza mwanamke yule mjane. Na mume wake alikuwa amefariki. Alikuwa na wana wawili. Na wale wenye kudai walikuja kuwachukua wale wana wawili. Na alikuwa hana chochote. Hakuwa na fedha yoyote. Hakuwa nacho kitu. Hakuwa nacho kitu. Na nabii akamuuliza, una nini? Akasema, sina kitu sipokuwa ni pipa, yani chupa ya mafuta. Akasema, nenda ukaazime vyombo si vichache. Kile chombo kidogo, ile chupa ikaendelea kumimina mafuta. Na hilo likasuluhisha tatizo la maisha yake yote ya kipindi kile. Tunachohitaji ni mafuta yale kidogo. Nahitaji yale mafuta kidogo tu. Matatizo yetu makubwa yameondoka, yamesuluhishwa. Ile dia mwisho kwa neno ile cloud ni yule mjakazi mdogo. Mjakazi mdogo, binti mdogo tu. Binti mdogo, msichana mdogo. Binti mdogo.
Na yule binti mdogo alikuja kutoka Samaria, na yule mjakazi yule alikuwa katika nyumba ya Naamani. Naamani alikuwa mtu mkubwa na alikuwa mpiganaji mkubwa, lakini alikuwa mkoma Naamani, na walikuwa wamejaribu mbinu zote na hapakuwa na tiba. Na huyu mjakazi akamwambia mke wa Naamani, kama bwana wangu angelikwenda kwa yule nabii kule Samaria, angelipona ukoma wake. Angepona ukoma wake. Yule mjakazi hakuwa mhubiri mkubwa sana, hakuwa mwinjilisti wa kimataifa. Ndio yule mjakazi mdogo tu, alichokisema kilimfanya Naamani aweze kuchukua hatua, na akapata kwenda Samaria. Na mtumishi wa Mungu akamwambia, nenda ukajichovye katika jito ya Yordan mara 7 na utatakasika ukoma wako. Baada ya mjadala kidogo, akaenda katika mto wa Yordani mara 7 akajichovya, na nyama ya ngozi yake ikawa kama ya mtoto mdogo kabisa. Muujiza si mdogo, kutoka katika wingu dogo, kutoka katika kutaniko dogo, kutoka katika kanuru kadogo, kutoka katika nuru ndogo tu, kutoka katika utii kidogo tu uliokufanya uje hapa, kutoka katika upako kidogo uliokufanya uombe, kutoka katika mdada mdogo tu aliyekufanya utamke neno. Tulichokuwa nacho hapa leo, tunalo kutaniko letu dogo tu hapa, na tuna ile nuru kidogo hapa. Na unapotii yale maelekezo Mungu anayokupatia jioni ya leo, ule utii wako kidogo tu, na ule upako uliokuwa nao wa maombi kidogo kutoka katika mwanafunzi mdogo, hilo litaleta muujiza na uamsho tele katika maisha yako. Amen. Uamsho tele umekuja, muujiza tele umekuja. Na tunapoomba jioni ya leo, wewe hutaondoka, kwa sababu kutakuwa na utendaji utokao juu mbinguni. Leo tutakwenda kusimama sasa. Leo tutasimama pale ulipo. Tafadhali simama pale ulipo. Tunakwenda kuomba, nami nitakwenda kuomba kwamba tukapate kuwa na ile toba ya muhimu. Kwanza, toba kimya kabisa. Angalia maisha yako, peleleza maisha yako kati yako wewe na Mungu. Na ni wapi ambapo umeweka matumaini yako, usikivu wako, shauku yako? Wapi ulipo na tumaini lako? Angalia vizuri. Na unasema, Mungu, narejesha matumaini yangu, shauku zangu kwako wewe, kwa moyo wako wote, na kwa nafsi yako yote, na kwa akili yako yote. Sasa unaacha kabisa kila aina ya itikadi yoyote ile, tumaini lolote la moyo kinyume na Mungu wa kweli. Unasema, Mungu ndiye Mungu wangu, na Yesu leo ndiye Mwokozi wangu, na nyongeza nyingine yoyote ile na achana nayo. Mwambie Bwana sasa pale ulipo. Na lolote katika maisha yako jioni ya leo ambalo lina uasi, lolote ambalo lina kutokuwa na shauku kwa Mungu, namna yote ile ya kuvunjika moyo, nalo kufanya wewe kutokumfuata Mungu kama ambavyo nakutaka mfuate kwa bidii na shauku kali. Na je, mawazo yako yamepotoka mbali na Mungu wako, Mungu wa kweli? Mwambie Mungu, narejea kwako Bwana. Kulikuwa na jambo limeniondosha kwako, narejea kwako. Wewe ndiye Mungu. Bwana, wewe ndiwe Mungu wangu. Hiyo ndio toba ambayo leo anaitaka, na uamsho utaanza kuja pale. Msamaha wa Mungu unakuja kwako, wokovu wako waja leo. Inamisha kichwa chako pale ulipo, fumba macho yako tafadhali. Fumba macho yako tafadhali, fumba macho, simama, umesimama, fumba macho yako pale ulipo. Na halafu nyosha mkono wako, kama kuna kitu ndani ya moyo wako
unakiungama mbele za Bwana, unataka kusamehe, nyosha mkono wako juu. Umekuwa mwamini, unahitaji kurejezwa. Ujawa mwamini wa kweli jinsi ambavyo Mungu anakutaka Yesu awe mwokozi wako sasa. Nyosha mkono wako, bado hujaokolewa. Ule utii wako mdogo utaleta muujiza wako mkubwa wa wokovu na msamaha katika maisha yako. Nyosha vizuri mkono. Asante, Mungu akubariki. Nyosha mkono wako. Omba. Nyosha mkono wako juu, sema: Bwana, katika jina la Yesu, naomba kwa ajili ya watu wako hawa Bwana, samehe dhambi yao, samehe uovu wao, lete wokovu na urejesho, na lete amani ya moyoni, lete uhakika ya kuwa dhambi zao zimesamehewa. Asante Bwana, tunaamini Yesu Kristo Mwokozi na Bwana wetu. Thibitisha wokovu wako mioyoni mwao. Asante Bwana, kwa jina la Yesu tumeomba, na kila mmoja na tuseme amen. Sasa tutakwenda kuomba kwa ajili ya uponyaji. Unahitaji mkono wa Bwana ukuguse na kukuponya leo. Jina la ugonjwa halijalishi ugonjwa gani uliokuwa nao. Haijalishi ugonjwa umekuwa nao miaka mingapi, muda haujalishi. Bwana yeye ndiye Mungu, atakuponya. Yeye ni Mungu aponyaye. Yeye ni Mungu afunguaye. Kwa hivyo kama unahitaji uponyaji, unahitaji kufunguliwa, tafadhali nyosha mkono wako. Inawezekana ni uponyaji wa kimwili. Inawezekana ni uponyaji wa kihisia zako. Unahitaji ni uponyaji katika utu wako wa ndani, moyoni mwako. Aina yote ya uponyaji moyoni mwako, Bwana atakuponya sasa. Nyosha mikono yako. Weka mkono wako kulipokuwa na tatizo. Utii kidogo, kumbuka. Naleta uamsho mkubwa, tutakwenda kuomba. Tuombe. Baba, katika jina kuu la Yesu, wewe ndiwe Mungu unayebaki yeye yule milele. Bwana, wewe ndiye yeye yule jana, leo na hata milele. Bwana, Bwana, wewe ndiye mponyaji wetu daima. Wewe ndiye mkombozi wetu daima. Bwana, wewe bado uko hai leo, hai leo. Bwana, gusa watu wako leo. Waponye watu wako kwa jina la Yesu. Na Bwana, wakomboe watu walio wako, na katika kila roho ambayo inafanya kazi kinyume, Bwana, fukuzilia mbali kutoka katika maisha yao kwa jina la Yesu. Bwana, uponyaji ulio kamili. Bwana, uponyaji ulio halisi. Bwana, tenda katika maisha ya kila mmoja aliosimama mahala hapa leo. Tumeomba Bwana, tunajua utendaji wako unatokea sasa kwa ile njia ya pili. Sante Bwana, kwa jina la Yesu tumeomba, na kila mmoja aliyepokea na aseme sasa. Sasa Elia alimwambia yule mtumwa wake, nenda kaangalie, nenda kaangalie. Mtumishi akaja kusema hakuna kitu bado. Akasema hapana, lazima kuna kitu kimetokea. Nenda kaangalie tena, kaangalie tena. Akarejea tena, akasema naona badiliko kidogo, badiliko kidogo, wingu dogo naona pale, nahisi pale. Na Elia akamwambia Ahabu, hiyo ndiyo imekuwa tayari. Angalia katika mwili wako, angalia kile ambacho Mungu ameshatenda tayari. Amen, amen. Tayari pale uponyaji ndio pale tayari umeshapokea. Mungu akubariki. Ukombozi pale imeshakuwa. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki, na Mungu aweze kufanya huo utendaji kuwa halisi na kudumu katika maisha yako. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Njoo mbele tuambie kile ambacho Bwana amekwisha kutenda. Wakati wanakwaya wetu wanatuongoza kwa mapambio, sogea mbele tuambie matendo makubwa ya Bwana ambayo ametenda. Sogea mbele, njoo mbele tuambie tuko tayari kusikia yale matendo ambayo Bwana ametenda. Asante sana.